ndugu watangazaji, katika eneo ambalo linashangaza ni hili, kwa sababu mwamko wa Watanzania lakini pia mwamko wa wawekezaji kutoka nje kuwekeza kwenye viwanda Tanzania ni kwa namna ambavyo hatujawahi kuona. Na sisi kama kituo cha uwekezaji tunashirikiana na wanahabari, na ninaomba nitumie pia fursa hii kuwakaribisha pia tuende pamoja tukatembelee maeneo ambayo viwanda vinaibuka. Mwaka jana peke yake tumesajili viwanda 406. Maana yake katika siku 365 za mwaka tumeweza kupata viwanda 406, wastani wa kwamba kila siku moja kulikuwa na kiwanda kimoja kinachoanzishwa nchini Tanzania. Kwa sekta ya viwanda by far kwa wingi kabisa ndio sekta inayoongoza. Sekta ya pili ni sekta ya uchukuzi, na hii ni eneo ambalo pia Watanzania wengi sana wamejikita. Kama unavyofahamu, Watanzania wengi tunamiliki malori, na kwa sababu ya ufanisi wa bandari sasa hivi baada ya wabia wapya kuja DP World, kunakuwa na ongezeko kubwa sana la mizigo katika bandari yetu, lakini pia viwanda hivi vinahitaji malighafi pamoja na mashine. Kwa kumekuwa na ongezeko kubwa sana la uwekezaji kwenye sekta ya uchukuzi. Sehemu ya tatu, sekta ya tatu ni majengo ya kibiashara, na hapa tunaunganisha wanaojenga warehouses, magodown kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa, lakini pia wanaojenga commercial real estate kwa ajili ya makazi ya watu, lakini commercial real estate kwa ajili ya biashara, maofisi na vitu vya namna hiyo. Unaona tu magari yale lori yale kabisa ya kuleta beba mchanga na koto na kadhalika, unajua kwamba kuna hali fulani ya 100%. Na kwa watu ambao wanapata bahati kukaa kwenye miji mikubwa, ukienda Dodoma, ukija Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, ni maeneo ambayo ongezeko la ujenzi ni kubwa mno. Ukienda sehemu kama Dodoma leo ukilinganisha na miaka 4 iliyopita, ni sehemu ambayo unaweza hata usijue mtaa uliokuepo miaka 3 iliyopita. Kila ukienda kule ni mpya. Na pia hata maeneo ambayo mko hapa Dar es Salaam, Kariakoo, pamoja na maeneo ya mjini, maeneo ya Masaki, bila shaka kasi ya ujenzi na yenyewe ni kubwa. Kwa hiyo huu ni uwekezaji mkubwa sana ambao unaenda.